Kikubwa ambacho tumekifanya leo ni kuweka mikakati ya jinsi gani ya kufufua zao la kahawa tukishirikiana na TCB, ni bodi ya kahawa, pamoja na maafisa ugani ambao watakuwa ni wasimamizi wakuu kwa sasa katika zoezi hili la ufufuaji zao la kahawa. Miche hii tutaipata kutoka kwenye vitalu mbalimbali ndani ya halmashauri ya Moshi ambavyo vinasimamiwa na bodi ya kahawa. Sababu miche hii tunatarajia kuanza kuigawa kuanzia tarehe 1 mwezi wa 4. Huu ni mkakati wa waheshimiwa wabunge wetu wa jimbo la Moshi vijijini na Moshi na Vunjo katika kuhakikisha kwamba zao la kahawa linafufuka na uchumi wa mtu mmoja mmoja unafufuka. Kwani miaka ya nyuma zao la kahawa lilikuwa zao kuu la uchumi katika mkoa wa Kilimanjaro, hususani katika majimbo yetu haya Moshi vijijini pamoja na Vunjo. Zao hili lilikwenda likaporomoka miaka hii ya 90, lakini kwa sasa wamekuja na mikakati ya kuhakikisha kwamba zao hili linafufuliwa. Tunaamini kwa mpango huo waliokuja nao kuhakikisha kwamba kwa sasa maafisa ugani wanakwenda kutumika kuhakikisha kwamba wanawasimamia wale wakulima kwamba kanuni bora za kilimo cha kahawa kinafuatwa. Kwa hiyo tuna uhakika kabisa kwamba hili litakwenda kufufuka, kwa sababu itakuwa sehemu ya kazi yake kuhakikisha kwamba zao hili linafufuka, mkulima anafanya mbinu zote zile za kilimo bora cha kahawa zinafuata. Kwa hiyo ndio atakuwa anaratibu kuhakikisha kabisa kwamba anapokea kwanza hawajua wakulima hao ni nani na mashamba yao na mahitaji yao, na kuhakikisha kabisa kwamba afya ya udongo inapimwa, kujua kwamba mbolea gani au vitu gani vitatakiwa kwenye zao hilo la kahawa. Sasa kuanzia mwaka 2018 19 kuja huko mbele, bodi ya kahawa iliweka mkakati wa kufufua zao la kahawa katika mkoa wa Kilimanjaro, hasa wilaya ya Moshi. Katika mikakati yake hiyo, bodi ilikuwa na kusudio la kuongeza uzalishaji kufika tani 300,000 kwa Tanzania nzima. Ili kufikia malengo hayo, bodi ikaanzisha mchakato wa ugawaji wa miche bure kwa wakulima. Kwa hiyo bodi ikaanza malengo ya kugawa miche bure kwa wakulima toka mwaka 2019-20 kwa wilaya hii ya Moshi. Sasa toka mwaka 2019-20 bodi imekuwa ikigawa miche mara kwa mara kwa wakulima, lakini imeona bado maendeleo ya miche hiyo mle shambani yamekuwa hafifu. Kutokana na hivyo, ndio maana halisi chetu kazi cha leo kuwashirikisha maafisa kilimo wa wilaya hii kuhakikisha kuwa kila mkulima anafuata vipimo sahihi, maelekezo sahihi na upandaji bora wa kahawa ili kuongeza tija katika zao letu la kahawa, hasa kwa wilaya hii ya Moshi. Utaona kwamba misimu mitatu iliyopita tumeshagawa miche mingi kwa baadhi ya vyama vya msingi vya wilaya hii ya Moshi, lakini bado tunaona kuna ongezekaji mdogo sana wa uzalishaji. Kwa tumekuja na mashaka, inawezekana wakulima hawafuati kanuni bora za kilimo cha kahawa. Sasa ili kuhakikisha mkulima anafuata hivi, tunafanyaje? Tumekuja kufanya kazi chetu hiki na wanashamba na afisa kilimo zetu wilaya hii kuhakikisha kuwa mkulima anapata miche kwa kiasi cha sahihi kulingana na ukubwa wa shamba lake, kwani inaonekana baadhi ya wakulima huwa wanachukua miche na kuiacha bila kuipanda. Kwa hiyo tumekubaliana na maafisa kilimo watafuatilia wakulima wote watakaopata miche kabla na baada. Kabla mkulima hajachukua miche ataangaliwa na kuhakikisha kwamba ipo vizuri. Baada hapo atapewa miche, na baada ya kupanda miche yake maafisa kilimo watakuwa wanaanza kuhakikisha mkulima huyo anapata taratibu na kanuni za kilimo bora cha zao la kahawa. Taratibu wa ugawaji wa miche ya kahawa, jinsi ambavyo itakuwa inagawiwa kwa sahihi. Mara ya kwanza miche ya kahawa ilikuwa inagawiwa chini ya vyama vyetu vya msingi, lakini kwa sasa hivi utaratibu umebadilika, na sababu za kubadilisha utaratibu ni kwamba kuna wale ambao walikuwa hawako kwenye hivi vyama vya msingi, walikuwa hawakizi kupata miche, lakini kwa sababu lengo letu ni kufufua hili zao na watu wengi wapande kwa wingi, kwa hivyo tumeamua kubadilisha utaratibu. Kwa hiyo miche itaratibiwa na afisa kilimo kata. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye ni mwanachama au sio mwanachama atakuwa na uwezo wa kupata miche, lakini kupitia afisa kilimo kata. Na ni wewe tu uwe na eneo, afisa kilimo atakuja kukutembelea, ataangalia mashamba yako, lakini atakupatia miche, na pamoja na kupatia miche ataendelea kukupatia elimu na kuendelea kukutembelea mpaka pale wewe utakapofikia hatua ya mavuno. Kwa nini zao la kahawa hapa katikati liliporomoka likatoka kwenye mnyororo ambao tulikuwa tunaenda nao? Cha kwanza kabisa ni bei ilivyoshuka, na mkulima anachotaka, anataka hela. Sasa akaona
kwa nini afanye kazi ambayo amlipi? Akaona afadhali aende kwenye mazao mengine yenye hela kidogo tofauti na kahawa. Tutahakikisha kwamba wakulima wote ambao wanachukua miche mashamba yao utakagua kabla ya kuchukua miche, kuhakikisha kwamba kila mkulima amechimba mashimo kwa usahihi kwa vipimo vinavyotakiwa. Na pia tutashirikiana na viongozi wa vyama vya AMCOS katika ugawaji wa miche hiyo itakapokuwa imeletwa. Kwa kuwa zao la kahawa sasa hivi ni kipaumbele, tutaanza kuhamasisha wakulima ambao hawana mashamba kuanzisha mashamba kwa ajili ya zao la kahawa.